Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli hii. Ikiwa basi ni mara ya kwanza, karibu sana. Tuendelea kujifunza masomo mbalimbali ya Biblia kupitia chaneli hii, ili tuweze kuelewa ujumbe mbalimbali unaopatikana katika Biblia, inaweza kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku, hasa ya imani. Siku ya leo ama wakati huu tumemaliza kutengeneza video moja ambayo ni ya sehemu ya kwanza ya maisha ya Elia. Tunakwenda sehemu ya pili. Na hii sehemu ya pili tutaangazia sehemu ya pipa na ufufuo, kwa sababu kuna vitu muhimu, na video hizi hazitaweza kuwa ndefu sana, ili uweze kusikiliza, uendelee na jambo jingine unataka kulifanya, ama unaweza kuunganisha na kipande kitakachokuwa kinafuata, ili uweze kupata dhana kutoka kila mahali. Sasa kwenye sehemu hii tuliishia sehemu ya Elia ameelekezwa kwenda kwenye kijito cha Kerith ili apate maji, na akalishwa na kunguru na akaletewa nyama pamoja na mkate. Katika lile somo kuna kitu ambacho sikukisema, na sasa hivi kinaweza kutusaidia. Mungu anaweza kulisha watu wake ikiwa watamwamini. Kuna nyakati ngumu ukimwamini Yesu, unaweza kupitia kipindi cha watu kukukosesha au kukunyima chakula, lakini Yesu ana uwezo wa kukulisha. Ndio maana mahali fulani katika vitabu vya Injili, sehemu tofauti katika Injili, Marko, Mathayo na Luka hasa, amezungumza ya kwamba ikiwa anaweza kuwalisha ndege, hawapandi, hawavuni na wala hawana gara, je, si zaidi sisi wanadamu? Kwa hiyo sasa lazima tujue ya kwamba tunaona utendaji wa Mungu akimlisha mtumishi wake kwa njia ya miujiza. Tuendelee na somo la leo. Baada ya kile kijito kilikauka, kwa sababu Mungu alikuwa ameweka muda kwamba lazima hawa watu mpaka waelewe, wamrudie yeye na waweze kutubu kutoka katika ibada za kuabudu miungu. Sasa kile kijito kimekauka. Hatumuoni Elia akihangaika au akiondoka pale. Alisubiri mpaka neno la Mungu lilipokuja. Alisubiri mpaka neno la Mungu lilipokuja. Ndio maana mstari wa 8 anasema, ukiishia mstari wa 6 kipisi cha mwisho anasema kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Kwa maana hiyo majani yalianza kukauka, ardhi ilianza kukauka, chemichemi zilianza kufunga. Kwa maana hiyo sasa kile kijito kikauka, hakuna maji tena. Tunamwona Elia akiwa katika utulivu, anasubiri neno la nani? La Mungu. Na mstari wa 8 tunaambiwa neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidon, kwa ambao sio wa Israeli, ukae huko, tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Kwa Mungu alikuwa amemwagiza yule mwanamke mjane amlishe Elia. Kwa hiyo neno la Bwana lilikuwa limetangulia, lakini tukiendelea yule mstari wa 10, Elia anaondoka, anafika, anamkuta mwanamke mjane akiokota kuni, akamuita, akamwambia na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita, mstari wa 11 akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Jibu la mwanamke anasema, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo. Maana alijua huyu ni Mwisraeli, ni mtu wa Mungu, na huyu mwanamke alikuwa anamcha Mungu. Inawezekana alikuwa na changamoto fulani, lakini alikuwa ni mwenye kumcha Mungu, mwenye imani kwa Mungu. Anasema hivi, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2, niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo kaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha
hata ile siku Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Kwa Elia anatamka neno la Bwana. Bwana anasema hivi, hii kitu, hilo pipa la unga halitaisha, na hiyo chupa ya mafuta haitapunguka, haitaisha. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Huyu mwanamke alikuwa na imani, kwa sababu alichomwambia ni mtu mwingine asingeweza kufanya. Fikiria binafsi, wewe hauna chakula, au bakiza shilingi 500 au 1000 mfukoni, ambao unategemea hiyo ndio ukanunue chakula ule, na hali ni ngumu. Afu mtu anakwambia hiyo 1000 hiyo kainunulie mimi, afu hiyo wallet yako haitakauka. Yaani utakuta hela nyingine. Kwa hiyo kidogo inataka imani kwa huyo Mungu wa huyo mtu. Kwa hiyo ndicho kilichotokea kwa Elia na huyu mwanamke. Kwa hiyo tunaona mstari wa 16, lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha. Sasa neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Elia. Inatutia moyo, ili fungu inatutia moyo kumwamini Mungu. Kuna sehemu ya ukarimu kwa yule mwanamke, kuwa mkarimu, kutoa kile kidogo lichonacho kushiriki na watu wengine. Lakini inatutia imani kumwamini Mungu kwenye mahitaji ya kila siku. Mungu sio kwamba tumshughulishe tu kwenye vitu vikubwa tu, lakini mahitaji yetu ya kila siku Mungu anajihusisha nayo. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba mtwikeni yeye fadhaa zenu zote, kwa maana hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Na Paulo anasema msijishughulishe kwa neno lolote, bali kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ipitayo ufahamu itawahifadhi akili zenu. Sasa kinachotutia moyo ni kwamba Mungu anajishughulisha na mambo yetu. Chakula unachonunua kiweke mikononi mwa Bwana. Unapoishiwa chakula ndani, omba Mungu, anaweza kutendea muujiza. Hata kama sio kama huu, lakini anaweza kukujali na kukutunza. Hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi kwenye mahitaji ya kila siku. Tumemaliza hapo sehemu ya pipa la mafuta. Tunakwenda sehemu ya kifo cha mtoto. Mstari wa 18 tunakutana na yule mtoto wa yule mwanamke mjane. Anaugua na mwisho wa siku ugonjwa unazidi, anakufa. Anamwambia Elia, nina nini nawe, mtu wa Mungu? Ni mstari wa 18. Umenijia dhambi yangu ikumbukwe, ukamue mwanangu? Ni swali. Kwa hiyo anasema dhambi yangu ikumbukwe. Inawezekana kuna kitu huyu mwanamke alifanya huko nyuma, na akaamini mambo yako sawa. Na mtu wa Mungu anapokuja nyumba yako, maana hiyo nyumba inatembelewa. Na ikitembelewa kuna mambo yanaweza yakatokea, kwa sababu inatembelewa nanyi na malaika watakatifu wa level tofauti, uwepo wa Mungu. Kuna mambo Mungu anaweza akataka yakae sawa na mengineyo, lakini sio kila kitu lazima formula iwe hivyo, kwa sababu Mungu yeye anajua yote na anaweza yote. Ana njia 1000 za kutatua tatizo hili moja. Sasa tukiangalia Elia anaambia nipatie mtoto, anakwenda anaomba. Mstari wa 20 kuna maombi ya ujasiri. Anasema hivi, akamuomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Sasa hii ni ombi la ujasiri, lakini kuna kitu ambacho tunaweza kukiona hapa. Kitu tunachokiona katika ombi hili ni kwamba Elia alimjuana na Mungu, kwa sababu hii si kauli ya mtu ambaye tuna maombi ya kawaida tu. Ni mtu ambaye anamjua Mungu, wanajuana. Hii kauli iko vile inataka kufana na kauli ya Musa anaposema, kwa nini unanitwika huu mzigo? Je, ndo kwa nini unanitenda uovu huu? Je, mimi ndo niliyowatungisha mimba hawa? Wakati Musa amezidiwa na kazi ya wana Israeli na malaumu yao na mengine. Kwa hiyo ni hali ya kuonyesha kauli zinazofanana
kututhibitishia kwamba Elia alikuwa ni mtu anayemjua Mungu. Kwa hiyo maombi ya ujasiri yatakuja kama matokeo ya kumjua Mungu. Kitu kingine sio ujasiri tu kwamba okay, ni maombi ya kujikinai sasa. Naweza nikamwambia Mungu chochote ninavyojisikia. Kama Mungu je, umeamua kufanifanyia hivi? Hapana. Ukisoma mstari wa 21 kuna kitu hapa, akajinyosha juu ya mtoto mara 3 akaomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, na kusii roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake. Unyenyekevu. Sasa maombi ya ujasiri haimaanishi sasa wewe unataka kujitumua sasa. Ya kwamba mimi naweza kumwambia Mungu chochote. Mungu, mbona umenifanyia hivi? No. Angalia chini na gundua ni ujasiri katika unyenyekevu, ni mazungumzo katika unyenyekevu. Ndicho tunafanya na ndio kile ambacho Musa alifanya. Kwa sasa tunajifunza kwamba lazima tudumu katika maombi kila wakati. Na mstari wa 22, Mungu anasikia sauti ya mtumishi wake na anamrudisha mtoto kuwa hai. Sema roho ya mtoto ikamrudia akawa hai. Sasa hii tunaweza kuitofautisha na ile mtu asema mtu akifa roho yake inakwenda mbinguni. Ni udanganyifu, kwa sababu manake roho ya mtoto ingekuwa mbinguni. Udanganyifu wa shetani kwamba roho inatoka inaenda mahali, inaenda mbinguni. Hapana, ni pumzi ya uhai ikamrudia mtoto. Sio roho ilikuwa mahali fulani. Huo ni udanganyifu wa shetani ambao anaofanya ni kinyume kabisa na maandiko matakatifu. Elia anamrudisha mtoto kwa mama yake, na mwanamke mstari wa 24 anajibu, anasema, mwanamke akamwambia Elia, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Ni pipa la unga. Tulianza na kukauka kwa mto, wajifunza pipa la unga na chupa ya mafuta, kifo cha mtoto, maombi ya ujasiri, lakini na ushuhuda mwisho wa huyu mwanamke. Tuendelea kujifunza, tutakwenda sehemu ya 3. Sasa hivi tunaishia sehemu hii ya 2. Ili yasiwe marefu sana. Kwa sababu sehemu ya 3 ina vitu vingi sana ambayo inazungumzia habari ya kushuka kwa moto na urejeshwaji wa Israeli na matokeo mengi ya kutisha katika hiyo sehemu. Kwa hiyo sasa baada ya kutazama video hii, subscribe ikiwa unaweza usipate muda mapema kuifuatilia na kadri ya neema ya Mungu. Lakini pia nitakapo upload utaweza kupata notification kwamba video imetoka na uweze kuifuatilia ya sehemu ya 3 ambayo itazungumzia habari ya Karmel na matukio yaliyofuatana na hayo, ambayo naamini tuna mengi ya kujifunza katika kitabu hicho na katika kisa hiki cha Elia. Kwa hiyo lengo la masomo haya nini? Ni kujifunza maisha yetu ya kiroho yawe imara, kwa watu wa maombi, kwa watu wa imani, kwa watu wa karimu, kwa wajasiri katika maombi, kwa wanyenyekevu, kwa watiifu kwa neno la Bwana. Ni uzoefu unaoendelea taratibu kutoka hatua hadi hatua. Sio kwamba ni kitu ambacho sasa utakurupuka kitawezekana siku ya leo. Kuna kushindwa, kuna kushinda. Ni ukuaji. Anapotembea mtoto, anaanza kutambaa, na inakuwa changamoto, baadaye anakuja kusimama, anaanza kutembea na kutembea nako anatembea ameshikilia vitu, baadaye anajiachia, anaanguka, hivyo taratibu baadaye anaweza kutembea kawaida. Kwa hiyo hata ukuaji wa kiroho ni vivyo hivyo. Kwa kadri ya neema ya Mungu tunaweza, si kwa jitihada binafsi. Ni kwa nguvu za Mungu pekee zinatupatia ushindi, tukiweka nia na utashi katika utendaji. Kwa hiyo tuendelee kuomba neema ya Mungu tusaidie tunapoishi katika zama hizi za mwisho ambazo zimejaa uovu, tuweze kuishi kama Elia kwa kadri ya neema ya Mungu inavyotenda kazi katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu. Amen.